Kadri wito unapokuwa mkubwa kwenye maisha ya mtu, ndivyo kadri ya ukubwa wa majaribu atakayopitia kwenye maisha yake. Kwa maana nyingine ni kwamba Mungu akiwa na mpango mkubwa kwenye maisha yako kwa ajili yako, atakupitisha kwenye challenge ngumu zaidi ya mtu mwingine. Unaweza kuwa unajiuliza hapa, kwa nini usingekuwa kwenye position nzuri, maisha mazuri, magari, familia nzuri? Kwa nini hujazaliwa kwenye hayo mazingira? Kwa nini hujapitia kwenye hayo mazingira? Iko hivi, Mungu hajali chochote kuhusu sijui unakula chakula gani, unaishi mtaa gani, umepitia mazingira gani, unaendesha gari gani, maisha yako, familia yako, wamezaliwaje, wazazi wako na everything. Kitu pekee Mungu anachojali ni character itakayo kujenga na kukubadilisha kuwa mtu mpya, wa tabia mpya, wa mwenendo mpya baada ya kupitia situation anazokuwa amekupitisha. Namna pekee ambayo Mungu ataweza kukusababisha, kukubadilisha, kukujengea tabia mpya na mwenendo mpya, mtu mpya kuzaliwa ndani yako, ni kupitia position ngumu, kupitia majaribu, kupitia maumivu, kupitia mazingira magumu, kupitia kutokuona mbele, giza nene. So kama uko hapo unatamani kumwambia Mungu akufikishe kwenye levels kubwa kuliko hapo kwenye standard uliopo, vitu vya kutegemea ni tegemea pia kupitishwa kwenye mchujo wa moto.